ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia taufiki kufika hapa kwa mayatima. Hii ni zakatul fitri ya mandugu zetu, wametoa zakatul fitri yao, na zakatul fitri ni kitu ya kupokezana, sio kama sadaka ya kawaida. Hii ni zakatul fitri, watu wamefunga wanatoa zakatul fitri yao. Tumeleta gunia 10 ya mchele na bundle moja ya ugali. Kuna ndugu yetu amesema anapenda kutoa ugali na akatoa hii bundle moja ya ugali. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalie sadaka yao, zakatul fitri yao. Allah subhanahu wa ta'ala awapatie jannatul firdaus al-a'la. Allah subhanahu wa ta'ala awapatie afya njema hapa duniani na kesho akhira awapatie jannatul firdaus al-a'la. Kwa hivyo ndugu yangu, nataka upokee hii zakatul fitri ya mandugu zetu. Umepokea? Nimepokea, alhamdulillah, tunawashukuru. Jazakumullahu khairan. Mashaallah, jazakallahu khairan. Nafikiri tumemaliza. Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie vile wanavyotaka. Amin. So jazakallahu khairan Sheikh. Hatutaongea mengi kwa sababu tunakimbia muhadhara. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia afya na tunatembea na tunapumua Waislamu. Leo pia tumesimama, ni siku ya mwisho ya Ramadhani. Tumesimama mbele yenu Waislamu, tunawakumbusha zakatul fitri. Zakatul fitri inafaa itolewe kabla ya salatul Eid. Baada ya sala ya Eid ukitoa itakuwa ni sadaka ya kawaida, lakini kabla ya salatul Eid Waislamu tukitoa itakuwa inasafisha dhambi yetu. Kwa hivyo Waislamu tutoe zakatul fitri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujisafisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni shilingi 500 kila mmoja, au kilo 2.5 ya mchele safi ambaye watu wanakula. Kwa hivyo Waislamu tutoe zakatul fitri, ni siku ya mwisho kabla ya Eid tutoe. Waislamu tunawakumbusha tu, kama hujatoa ndugu yangu, toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujisafishe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini sisi tunasimama mbele yenu tunawakumbusha Waislamu? Hii zakatul fitri ni mali ya maskini. Kuna mayatima, kuna wajane, kuna maskini ya kawaida. Hii chakula unatoa wewe, unajisafisha nayo, lakini kuna mtu anahitaji. Kwa hivyo tutoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuweze kuwapelekea mayatima, tuwapelekee muallafatul qulub, tuwapelekee wajane. Ni mali uliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ujisafishe nayo. Kwa hivyo tunawakumbusha tutoe hiyo zakatul fitri kabla ya Eid wa Islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu na wale ambao wametoa, Mwenyezi Mungu awakubalie saumu zao. Na kuna watu pia wako na matatizo mingi, kuna wagonjwa na watu ambao wana mambo mingi tu, kwa nia waliotoa nao Mwenyezi Mungu awatimizie nia yao. Na wale wametoa zakatul fitri, Mwenyezi Mungu akubalie saumu zao. Kwanza Waislamu, hii zakatul fitri wakati tunapeleka pale kwa mayatima, kwa yatima huwa tunakusanya, huyu ametoa watu wawili, huyu ametoa mtu mmoja, au ametoa, tunakusanya pamoja, tunaipatiana kwa yatima, inakuwa pia inawasaidia. So sometimes tunapeleka kwa mayatima, na pia tunawafuata Waislamu mmoja mmoja, wale ambao tunawajua wako na matatizo, yani ni Waislamu ambao hawajiwezi sana, ndio tunaweza kuwapatia, ndio waweze kufurahia Eid pamoja. So Muislamu kwa pale hujatoa zakatul fitri, kama una hiyo zakatul fitri, unaweza ukatupatia ikiwa chakula. Kama uko hapa unatupigia, tunaenda tunachukua ikiwa chakula. Kama uko mbali unatuma hiyo shilingi 500 kwa mtu mmoja, tunanunua chakula. Hatugawi ikiwa pesa, tunachukua tunanunua chakula, tunaenda tunagawa ikiwa chakula. Na huwa ni kilo 2.5 kwa kila mtu, na tunanunua ile mchele ambao ni best katika karia, katika hii area. Mchele ambao ni best katika hapa inatoka shilingi 200 kilo moja. Kilo 2 ni 400, kilo 2.5 ni 500.
So inshallah wakati unatuma hiyo 500, tuma 500 na shilingi 30 kwa ajili ya transaction. Inshallah ndio iwe imekamilika, yani zakatul fitri yako iwe ni kweli imefika kilo 2.5 tuweze kuwapatia wale ambao wanahitaji inshallah. Na wale waislamu wote wanatushikilia katika kazi ya dawa, tunaombea Mwenyezi Mungu awahifadhi, awalipe hapa na kesho siku ya kiyama, awafungulie kwa nia wanazokuwa nazo, Mwenyezi Mungu awatimizie. Hii kazi ya dawa ni nzito sana na hatuwezi sisi peke yetu. Sisi walimu tuko na mwalimu wangu Suleiman, tuko na Sheikh Ali na tuna Hassan Karioki na mimi, hatuwezi tukiwa peke yetu. Lazima muwe mnatushika mkono. Wallahi na msione uzito katika kuishikilia madai waweze kusonga mbele kutangaza kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kila yeyote huwa anatushikilia mkono, ni wengi. Tunaombea Mwenyezi Mungu awape umri mrefu wenye baraka na atupe wote mwisho mwema, na mwisho pia atupe janna firdaus. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina Mustafa Abdul Qasim Muhammad. Ndugu zetu watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kudhisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo la pili, Waislamu, ni kuweza kuwashukuru kwa kuweza kuwa pamoja nasi kwa muda huo mpaka hapa tunaelekea tamati katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na kama vile ndugu zangu wamesema hapa kwamba tuna changamoto, tuna mitihani mingi na tuna changamoto nyingi sana ambazo zinahitajia nguvu zenu Waislamu. Na lengo la kuja mbele zenu kama vile tunavyowakumbusha juzi siku kadhaa zilizopita, bado tutaendelea kuwasisitizia na kuwakumbusha ya kwamba haya ni miongoni mwa majukumu ya Kiislamu na Waislamu kwa ujumla, ya kwamba tuweze kuyafanya katika kuweza kuitafuta pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na zakatul fitri wa Islam ni sunna ya wajibu kwa Muislamu ambaye ni mukallaf. Ni sunna ya wajibu na awatolee pia familia yake, mke wake, watoto wake. Kwa hivyo sheria inasema kwamba ni kilo 2.5 ambayo ikihesabiwa kwa fedha sasa hivi ni takriban shilingi 500. Kwa hivyo ukihesabu kama wewe ni mwanamume, mkeo na watoto wale ambao unao, kila mtoto uhakisha kwamba umeweza kumtolea. Kwa wale ambao walioko karibu wanaweza kutoa mchele, tunapatikana pale Isili wakati wote, unaweza kutupata. Na wale walioko mbali, kwa sababu kuna ambao wako mbali tu wengi tu, na unaweza kutuma na itakuwa imeweza kufika na itakuwa imeweza kutufikia. Na sheria inasema kwamba ni kabla ya kuswaliwa swala ya Eid. Hii itatuwezesha kwamba tuweze kupeleka kiwango fulani kwa mayatima na kiwango fulani kwa mualafatul qulub. Na kwa sababu tunazidi kusisitiza kwamba kuna idadi ya watu ambao hatukuweza kuwalisha siku 30 za mwezi mtukufu Ramadhani wa Islam, na nyinyi ni mashahidi na mnajua hilo, ya kwamba hatukuweza kufanikiwa kutokana na uwezekano mdogo ambao tuliokuwa nao na kutokana na shughuli nyingi ambazo tulizokuwa nazo katika mwezi mtukufu Ramadhani. Tunawaomba Waislamu kwa heshima na taadhima ya kwamba angalau tuweze kuwapelekea hawa waweze kufurahi na familia zao, wasione ya kwamba angalau ya kwamba wameweza kuachwa nje. Kumbuka ya kwamba hawa ni watu wa kusilimu, wanaweza kaona ya kwamba tuliahidiwa kitu fulani alafu na hatujaweza kupata. Angalau tukiwaambia kwamba kwa mwezi tuliweza kukosa iftari yenu, lakini hamtaweza kukosa kufurahi na familia yenu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba haitomfikia wema mpaka mtoe katika vile ambavyo mnavyovipenda. Kwa hivyo utoe katika kile ambacho unachokipenda wewe Muislamu. Sio kwamba wengine unakuta kwamba mtu mchele wake anakula ni pishori, lakini anaenda kununua mchele wa shilingi 180, chakula ambacho wewe mwenyewe huwezi ukala. Ndio maana tunaambia kwamba tuoa kilichokuwa ambacho ni bora zaidi
na kama unahitajika kuhesabiwa katika mema au mtenda mema, ewe Muislamu, toa kitu ambacho ni bora, ambacho wewe mwenyewe unaweza kupenda sana, kiweze kuwa miongoni kwa kitu ambacho ni bora zaidi, ambacho unaweza kukiridhia. Kwa hivyo tunaomba Waislamu ya kwamba tuweze kufanya shughuli hizo. Kuna wale ambao Mwenyezi Mungu atawajalia leo ni siku ya mwisho, kuna wengine watasema kwamba kesho ni siku ya mwisho. Bado tunasubiria zakatul fitri ili tuweze kupeleka kwa wahusika inshallah. Na hii tulisema kwamba zakatul fitri umuhimu wake ni kwamba ni kitakaso cha saumu, na tukumbuke kwamba saumu hii ambayo tunazungumza habari zake, saumu ni tofauti na ibada zingine. Saumu Mwenyezi Mungu anasema ni ya kwake, na yeye mwenyewe ndiye atakayeweza kuilipa hii saumu. Kwa hivyo saumu si jambo la mchezo wa Uislamu. Sasa ili tuweze kuziba mapengo haya ambayo yaliweza kupatikana katika mwezi mtukufu Ramadhani, zakatul fitri au sadaqatul fitri inakuwa ni ya muhimu sana kuweza kuitoa kwa Muislamu yeyote na kuitolea familia yake. Hii inaweza kuziba mapengo kwa zile funga ambazo hazikuweza kukamilika, yale mambo ambayo yaliweza kukosekana katika funga, masharti ya funga, na mambo mengine kama hayo katika masuala ya mwezi mtukufu Ramadhani na saumu kwa ujumla. Kwa hivyo Waislamu inshallah tufanye zoezi hilo inshallah, na Mwenyezi Mungu atufanyie pesi. Kuna wale ambao wana changamoto na biashara zao, labda hazina biashara, hazina faida, ndoa zao zina yumba, watoto wao wana mitihani. Kuna wengine ambao wana mitihani ya maradhi na ambao Mwenyezi Mungu amewapa. Kuna wale ambao ndugu zao walitongelea mbele za haki. Ya Allah, hao wote waweze kuwakumbuka na wahitimizie haja zao zote ambazo zinawakabili, na matatizo yao uweze kuyatatua yote kwa ujumla. Wa bihaki Muhammad wa alihi tahirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Salim, wewe unakuitaje? Mimi naitwa Frederick. Muislamu Kristo? Mimi ni Mkristo Frederick. Asante. Injika swali. Mimi swali yangu nilikuwa nauliza hivi. Mimi swali yangu, na sitaki kuuliza swali upande wa Islamu ama upande wa Kristo, lakini nataka kuuliza swali ya binadamu na wana wa Adamu. Binadamu na wana wa Adamu. Kuna watu watatu wote ni wana wa Adamu. Kwa ngozi wote wanasema ni wana wa Adamu. Huyu kuna mzungu kutoka Europe. Mzungu anatoka Europe. Alafu tuko na mtu wa pili Mwarabu. Yeye anatoka Middle East na northern part ya Africa. Mtu wa tatu sasa ni mimi na wewe unaniangalia. Dark skinned. Nataka unisikize kwa makini sana. Hii dark skinned. Swali yangu sasa ni je, kwa watu watatu wanaita wana wa Adamu, huyu Adamu alikuwa kala gani? Alikuwa huyu white man ama alikuwa black man ama alikuwa huyu Mwarabu? Hiyo ndio swali yangu. Asante sana. Swali yako nzuri sana. Kwa mjibu wa Uislamu tunaambiwa Nabii Adam ameumbwa kutokana na matope meusi. Sawa? Ametokana na matope meusi. So lakini hawa watu sasa, hawa wa Afrika, wazungu nini, wametokana na uzao au wametokana na baba yao akiwa Nabii Nuhu alayhi salam. Wakati wa Nabii Nuhu wale watoto walioacha wale watoto ndio wengine wamemzaa wa Afrika, wengine akazaa hao wa Asia, wengine akazaa hao wa Arabu. Katika historia ya Uislamu ndio tunaelezwa. So huyu Adamu tunaambiwa alikuwa black. Kulingana na vyenye tumeelezwa, tumeelezwa ameumbwa kutokana na matope meusi kutoka Afrika. Sisi wote hapa. Ndio nakwambia dini ndio tofauti kabisa. Ndio nakueleza in a humble way. Adam alayhi salam tunaambiwa aliumbwa kutokana na matope tena meusi. So Adam kwa black. Kutokana na matope meusi, maana yake atakuwa ni mweusi. Nabii Adam alayhi salam kulingana na vyenye tunaelezewa kabisa. Haya, swali lingine ya pili. Ilikuwaje tena mwingine ikakuja white skinned, white man? Sasa hiyo ndio inaitwa miujiza ya Mwenyezi Mungu. Miujiza ya Mwenyezi Mungu akawatoa katika hiyo kizazi, akatoa kuna watu weupe ambao ni watu wa Asia, akatoa tena Waarabu, akatoa nani, na akatoa sisi wa Afrika katika ile mjeredi. Ni Mwenyezi Mungu anafanya hivyo anavyotaka. Sasa akafanya miujiza yake ikawa kuna race tofauti.
lakini zote hakuna ati best kuliko mwingine, hapana. Usione ati wewe mweusi kuwa ni best kuliko mzungu au mzungu awe ni best kuliko, hapana. 49:13 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe mambo. Enyi watu, kwa hakika tumekuumbeni yote kwa yule mwanamume mmoja Adam na yule mwanamke mmoja Hawa. Na tumekufanyeni mataifa na makabila mbalimbali ili mjuane tu basi, sio mkejeliane. Asante. Hakika heshimiwa sana miongoni mwenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule amchaye Mungu zaidi katika nyinyi. Yule ambaye anapata heshima kwa Mungu ni yule ambaye ni mcha Mungu zaidi. Sio kwamba kala yako ndio inaangaliwa kwa Mungu, hapana. Kinachoangaliwa ni roho yako. Haiangaliwi ati nini, anaangaliwa yule mcha Mungu zaidi katika sisi. So kwa Mungu haangalii kara ati wewe ni white, sijui wewe ni blue, sijui wewe, hapana. Mungu anaangalia nani anayemuogopa Mungu, anayefuata sheria zake Mwenyezi Mungu. Huyo ndiye anakuwa best. So wewe unaweza kuwa best kuliko wengine kwa sababu ya yale matendo unayoyatekeleza. Ndio tunaelezwa na Qur'an. Okay, bado hapo niko na swali tu bado hapo. Leta. Sasa wanasema Adam na Hawa waliumbwa katika shamba la Edeni. Hii shamba la Edeni ilikuwa nchi gani sasa? Tukikuja saa hii ndio sijui sasa iko kwa Middle East ama iko upande Afrika ama iko wapi? Iko kwa continent gani? Edeni haiko kwa continent yoyote, wala Edeni haiko duniani. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya paradise. Adam na Hawa hawakuumbiwa duniani, wameumbiwa katika pepo. 120 Qur'ani. Tuanze hapo kwanza, nitarudi huko. 20 Qur'ani 120. Wanadamu ndio wanakudanganya ati Eden iko hapa sijui wapi hapa Iraq. Hiyo yote ni uongo. Edeni iko peponi, ni katika pepo, yani paradise. Waliumbiwa paradise, na ndio unasikia wanaambiwa wafanyeje. Sikiza, anasema mtukufu Mwenyezi Mungu, Bismillahirrahmanirrahim, tupe vitu. Lakini shetani alimtia wasiwasi, alimchokoa akamwambia, rudi nyuma kidogo ndio tupate uhondo kabisa. 18:17 hapo. Acha tuanzie 17 tuweze kuleta vitu. Tukasema ewe Adam, sikiza vizuri, tukamwambia ewe Adam, hakika huyu ni adui yako na mke wako. Asante. Basi asikutoeni katika pepo hii, mtaingia mashakani. Hebu goja kwanza ndio uweze kupata ndio nikuonyeshe. Adam ameumbiwa peponi, hajaumbiwa duniani. Na hii elimu huwezi pata nayo kwa Wakristo, hii ni ya Waislamu peke yao. Ndio sababu inakujanga kwenyu. Ndio umekuja kwetu. Rudia asikie vizuri pole pole. Tukasema ewe Adam, hakika huyu ni adui yako wewe na mke wako. Hakika huyu ambaye ni Ibilisi anaambiwa ni adui yako pamoja na mke wako. Teremka. Basi asikutoeni katika pepo hii, mtaingia mashakani. Asikutoe katika pepo hii. Ukisikia pepo maana yake ni paradise. Asikutoeni katika hii paradise, maana yake peponi. Tupe vitu. Hakika utakuwa mwenye njaa humo na hautakuwa uchi. Tena hautakuwa mwenye njaa humo na hautakuwa uchi. Tupe vitu. Nako yakini hutapata kiu humo wala hutapata joto. Asante. Lakini shetani alimtia wasiwasi, alimchokoa akamwambia, ewe Adam, nikujulishe mti wa milele na ufalme usiokoma. Asante. Basi wakaula wote wawili, na uchi wao ukawadhihirikia. Asante. Na wakaanza kujibandika majani ya peponi humo. Sikiza, wakaanza kujibandika majani ya peponi. Maanake Adam na mkewe walikuwa peponi, hawakuwa hapa duniani. Sikiza sasa wanaambiwaje? Na Adam akamkosa Mola wake, na akapotea kidogo njia. Asante. Kisha Mola wake akamchagua na akamkubalia toba yake na akamuongoa. Tupe vitu. Mwenyezi Mungu akasema, ondokeni humu nyote. Sasa wakafukuzwa kutoka paradise. Sio hapa Eden. Sasa hapa Eden hapa nini Iraq watafukuzwa kutoka waende wapi? Wanafukuzwa kutoka peponi, na ndio naambiwa walijifunika majani ya peponi. Tupe vitu. Mwenyezi Mungu akasema,
ondokeni humu nyote, ondokeni humu nyote, hali ya kuwa ni maadui ninyi kwa ninyi. Tupe vitu, vizazi vyenu vitakuwa maadui wenyewe kwa wenyewe. Asante. Na ukikufikieni kutoka kwangu uongofu, basi atakayefuata uongofu wangu huo hatapotea wala hataabika. Unasikia? So Adam na mkewe hawakuumbiwa duniani, waliumbiwa paradise, na walikuwa wameambiwa wakae paradise. Na ndio unaona wakati wamefukuzwa wamekuja duniani, na kisha tunakufia hapa duniani, tutafufuliwa, tutarudishwa huko paradise ambao ni peponi, ambapo waliumbiwa huko. Kuna matunda aina yoyote walikuwa wameambiwa watumie, na kila kitu ambacho mwanadamu anatamani kimo peponi. So Adam hakuumbiwa duniani. Atakayekuambia Adam ameumbiwa duniani anakudanganya. Adam kaumbiwa peponi na alikuwa akiishi peponi, wakafukuzwa kutoka peponi. Bado niko na swali lingine bado. Injika hayo maswali. Adamu, huyu Adamu, bado tuko kwa hii Adamu. Mungu aliumba kila kitu hapa duniani. Yeye aliumbwa siku gani? Siku ya last. Siku ya mwisho aliumbwa gani? Sababu kuna siku ya kwanza Mungu aliumba vitu vingine, siku ya pili aliumba siku nyingine, siku ya tatu yeye aliumbwa siku gani? Asante. Tupe vitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hakika ulimpitia binadamu wakati mrefu. Kwanza tunaambiwa huyu binadamu imempita wakati mrefu, kwa sababu kuna viumbe walikuwa wanaitwa majini, waliumbwa kabla ya binadamu. Majini waliumbwa kabla ya sisi. Una hiyo elimu, takupa tu. Tupe vitu. Hakika ulimpitia binadamu wakati mrefu katika dahari. Asante. Kuwa kitu kinachotajwa. Asante. Binadamu ndiye kiumbe cha mwisho kuletwa ulimwenguni. Ndio kiumbe cha mwisho binadamu. Katika vitu vyote Mwenyezi Mungu kavitengeneza. Kwa nini ameanzia vitu vyote Mwenyezi Mungu? Ili binadamu apate kila kitu ametayarishiwa. Kama ni mbuzi ametayarishiwa mbuzi, kama ni ng'ombe, kila kitu mwanadamu amepata, amewekewa. Kama ni miti imeumbwa kabla ya mwanadamu, anaipata, iko matunda nini, kila kitu kiko. Mwanadamu ndio wa mwisho. Okay. Umesema pale binadamu, huyu Adamu hakuumbwa hapa duniani, aliumbwa peponi, paradise. Paradise. Na hapa unasema yeye ndiye aliumbwa mara ya mwisho. Peponi huko. Mara ya mwisho baada ya kuumba vitu yote kabisa. Akaumbwa. Aliumbwa wapi? Peponi. Adam ameumbwa peponi baada ya Mungu kuumba dunia na akaweka kila kitu na pepo tayari iko tayari, akaumbiwa peponi na akawekwa peponi. Baada ya shamba la Edeni. Iko peponi. Sasa baada ya vitu vyote yeye yuko peponi. Wanyama wa muumu duniani, yeye yuko peponi na raha huko. Na peponi kuna miti, kuna kila kitu, kuna mito peponi, paradise. Sasa ndio akaambiwa shuka kutoka peponi akuje duniani. Alipokuja duniani hakuna kitu kingine Mungu aliumba duniani baada ya Adam kuja. Maana yake alipofika duniani alipata kuna miti duniani, pia kuna mito duniani ishaumbwa, kuna milima ishaumbwa, kuna wanyama washaumbwa na Mungu, mende, kunguni, kila kitu alipata kiko duniani kishaumbwa na kimekamilika na Mungu. So yeye alipofika duniani Mungu hakumuumbia kitu kingine duniani, hapana. Yeye aliendelea kuishi sawa duniani kwa sababu kila kitu alikipata kimo duniani. Kuna mahali wanasema bila umesema yeye ndiye aliumbwa mara ya mwisho, lakini baada ya kukula itunda alichukua nini akajifunika nayo? Hiyo ilikuwa peponi ama ilikuwa hii matawi alijifunika nayo? Ilikuwa ni matawi ya peponi. Qur'ani 20:120. Rudi hapo asikie. Ilikuwa sio ya hapa duniani. Sio miti tungekuwa tunaonyeshwa ile ndio matawi alijifunika nayo Adam. Siingeonyeshanwa kama iko hapa duniani, haiko hapa. Rudia asikie ni majani ya wapi? Hata hilo tunda tungeambiwa ni hili kusikia. Hata hiyo tunda tungeonyeshwa hapa duniani. Hiyo tunda kwanza haiko hapa duniani. Maana yake ungelionyeshwa hapa duniani waambiwe ndio ile miti alikula Adam. Wewe usionyeshwa na mtu. Hapa duniani tunapepeta maembe, tunapepeta machungwa, haiko hapa, iko peponi. Sikiza ni matawi ya wapi alijifunza. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Lakini shetani alimtia hapo 120. Nataka uteremke. Lakini shetani alimtia wasiwasi. Akamchokoa akamwambia, ewe Adam, je, nikujulishe mti wa milele na ufalme usiokoma? Asante. Basi wakaula wote wawili. Asante. Na uchi wao ukawadhihirikia. Asante. Na wakaanza kujibandika majani ya peponi humo. Unasikia? Wakajibandika majani ya peponi huko.
Hapa duniani ungeambiwa ndio ile majani walijifunika, haimo duniani, imo peponi, paradise. Hapa duniani hamna miti ambao majani walijifunika uchi yao, haimo. Ungeambiwa ni ndizi ama mwembe. Ni kwa sababu hapa haimo, ndio naambiwa hapa kwa Qur'ani wakajifunika majani ya peponi, paradise. Si hapa duniani. Si hapa duniani. Si hapa. Hapa hakuna majani ya kujifunika. Lakini hapo alikuwa nasikia alichukua udongo ya hapa duniani ndiye akaumbwa nayo. Kwa udongo sasa wakati ya kuumbwa ni kisa kirefu, kwa sababu kuna malaika walikuwa wanatumwa kuleta sasa hiyo udongo na Mwenyezi Mungu. Wa aina 7. Tena udongo yenye hiyo sasa ni kisa kirefu cha kuumbwa kwake sasa. Inaletwa huko peponi, anatengenezwa kisha akalazwa Nabii Adam hapo, hajapulizwa ruhu, akawa Ibilisi anaingilia hapa, Ibilisi anatembea anachomokea hapa, Ibilisi huyo. Adam bado hajatiwa, alafu Ibilisi anajiuliza hichi kiumbe gani Mungu anatengeneza hapa? Kuna kisa kirefu mpaka ikafika sasa zama Mwenyezi Mungu akapuliza roho katika Adam, akanyanyuka sasa. Ni kisa kirefu cha muumbile ya Nabii Adam, na hiyo huwezi pata mpaka kwa Waislamu peke yao ndio wana hizo siri. Wengine watakwambia ati shamba ya Eden ni hapa Iraq. Iraq hakuna shamba ya Eden. Wewe zunguka Iraq yote uniambie majani gani na hiyo miti iko kona gani kwa Iraq? Tena kule Iraq ni jangwani, kuna miti gani hiyo ilikuwa inajifunika? Nasikia hapo ukisema binadamu aliumbwa kutoka kwa udongo. Kabisa. Je, hii malaika naye aliumbwa kutoka kwa nini? Asante sana. Malaika ameumbwa kutoka kwa nini? Matio usema ni udongo. 6 Qur'ani binadamu. 6 Qur'ani 112, nipe fanusi yake kama sijakosea. 6:112, piga fanusi yake, tupe vitu. Inasema mwalimu wangu katika maelezo ya aya hii, sikiza vizuri, karibia hapa ndio uone sasa malaika wameumbwa kutokana. Waliifanya ni aya 13, wametia ukafiri wao mwingine kwa kutakataa viumbe vinavyoitwa majini. Kila Muislamu anajua kuwa kuna malaika na binadamu na majini na wengineo, na kila mmoja katika hao ameumbwa kwa vitu, yaani zana aliyoumbiwa mwenziwe. Tupe vitu. Malaika wameumbwa kwa nuru. Malaika wameumbwa kutokana na nuru. Kidogo. Nuru ni nini? Abu fafanua. Mwanga. Light. Ndio hiyo. Yaani malaika wameumbwa kutokana na hiyo. Tupe vitu asikie mpaka majini wameumbwa kutokana na nini? Yaani hiyo elimu ipati kokote isipokuwa kwa Uislamu. Tupe vitu. Anaendelea kusema binadamu, Qur'ani yote nzima inasema wameumbwa kwa maji na kwa udongo. Na majini wameumbwa kwa moto. Majini nao wameumbwa kwa moto. Binadamu ameumbwa kutokana na udongo na maji. That's why binadamu akiwa katika tumbo la mamake kuna maji yanamfunika ule mwanadamu. Ama hujaisikia wanawake wakikwambia maji imetoboka? Ndio nimeshasikia. Maji imepasuka. Kwa sababu mtoto kwa tumbo anakaa kwa hiyo maji. Anaogelea kwa maji ya kwa tumbo. Na hiyo maji hakuna mtu anayatia na bakuli. Miujiza ya Mwenyezi Mungu, maji anakuja kwa tumbo. Na huyu mwanadamu akija duniani akose maji atafariki. Maanake maji ni system mingi sana katika mwili wa binadamu. Na ndio naambiwa unafaa kunywa mpaka lita 1 mpaka lita 1.5 kwa lita 1.5 ama ni lita ngapi wanasema? Lita 1 mpaka 5 kwa siku. Kwa sababu anajua huyu mwanadamu ametoka, akikosa maji ndio hivyo bala. So malaika wameumbwa kutokana na hiyo nuru. Yaani wewe uliza maswali usiwe na wasiwasi. Ndio tukaja hapa juu yako. Injika vitu. Leo nitawachia hapo. Kesho ni siku. Leo naachia hapo. Unajua swali mzuri wacha kama kidogo, ndio wenye wakisikia pia wapate kitu kidogo ambayo unakuwa na faida kidogo. Wanasema kwamba ubora wa kitu ni wakati. Mimi nimeshukuru, nitawaacha hapo. Nafikiri kesho pia ni siku naenda kusanya zingine, ile nanisumbua nitakuja inshallah. We swali yote ikikusumbua tuletee. Alafu tunakukaribisha ukuwe Muislamu. Kwa sababu tunakuhurumia usije ukafa hali ya kuwa bado hujatamka kilima cha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ukaenda motoni. Na ukafa kabla ya kumwamini Muhammad. Ukifa kama hujamwamini Muhammad ni motoni, hamna njia nyingine.
Qur'ani 4:41. Wacha tukusaidie na hii. Sikiza habari. Bismillahirrahmanirrahim. Amna haja tukufiche. Yani kila kitu para uwanja. Tupe vitu. Basi itakuwaje tutakapoleta shahidi katika kila umma na tukakuleta wewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwe shahidi juu ya umma huu wako. Tupe vitu. Siku hiyo wale waliokufuru na kumwasi mtume, maanake wakamkataa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukimkataa Muhammad sallallahu alaihi wasallam utafanyaje? Watatamani ardhi sawazishwe juu yao. Watatamani hii ardhi ichukuliwe, wawekelewe kwa uso wao, wafunikwe kabisa, kwa sababu ya dhiki wanayoiona, kwa sababu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mwenye umma huu wa mwisho. Hakuna nabii mwingine atakuja kutetea umma wa mwisho isipokuwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pili, nakupa sahi, na ukiondoka duniani kama hujatamka kilima cha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ukawa Muislamu, hatima yako inakuwa 385 Qur'an. Mpe vitu, tumasaidie hawa umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakupa nafasi, usiwe na wasiwasi. Tupe vitu, nakupa kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, na yeyote whoever seek a religion other than Islam, basi haitakubaliwa kwake, basi haiwezi kukubaliwa kwako. Naye akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Na wewe siku ya mwisho utakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. So ukiondoka kama wewe si Muislamu, mwisho ni hasara. Hakuna njia nyingine. Mnasema hiyo, umejua saa nyingine unaongea lugha ndani mfahamu mpindue. Tunasema Muhammad umejua inapita. Tunasema Muhammad, rehma na amani zikuwe juu yake. Sala na salamu zimwendee bwana mtume Muhammad. Ndio Kiswahili hiyo. Inapita yote. Usihang. Asante sana. Sasa wewe usiondoke kama wewe sio Muislamu, sawa? Sio hiyo naharakisha. Hiyo huwezi harakisha namna hiyo. Mimi nilikuwa pasa asubuhi leo. Sasa huwezi chukua tu kama mtu alikuwa kwa highway atoe ingia hapa, hapana. Kumbe ulikuwa unapita. Sikiza Biblia inakuambiaje kama ulikuwa unapita 6:16 alikuwa anapita njiani. 6:16 kitabu cha Yeremia. 6:16 mwalimu wangu. Kumbe alikuwa anapita kwa njia. Sikiza Biblia inakuambiaje ukipita kwa hii njia. Njia hii ni nzuri ukipitia. Wewe, sio vitu. Kumbe alikuwa mpita njia. 6:16 kitabu cha Yeremia. 6:16 mwalimu wangu, nitasoma kama ilivyoandikwa. Tupe vitu. Inasema Bwana asema hivi. Bwana in capital letter ni Mungu. Mungu anasema hivi. Simameni katika njia kuu. Kumbe anakuambia usimame katika njia kuu. Unaona sasa hii ni njia kuu ulikuwa unapita. Tupe vitu. Mkaone. Tena ukaone. Mkaulize. Tena umekuja ukaona na ukauliza. Habari za mapito ya zamani. Iwapi njia iliyo njema? Ukuje uulize iwapi njia iliyo njema, mkafanyaje? Mkaende katika njia hiyo. So ukijua njia iliyo ya ukweli uende katika hiyo njia. Na njia ya ukweli ni gani? 6:26 Qur'ani. Lazima uende katika hiyo njia. Nataka ndio uulize swali. Sikiza hiyo njia. Acha tulinogeshe ili swali liwe nzuri. Hebu sikiza 6:26 hiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Na hii dini ya Uislamu. Ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Kumbe hiyo njia unaambiwa ukijua hiyo njia uende katika hiyo njia, tunaambiwa ni Uislamu. Dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Lete vitu sasa. Mimi nauliza kutoka Mkristo uende Muislamu, ukue Muislamu. Ni lazima? Ni lazima kwa sababu ukiondoka ni mtu mpaka ukue forced. Mpaka ukue forced. Kwa kufosiwa. Anauliza ngoja kwanza. Ngoja, si umeuliza swali. Anauliza lazima ulazimishwe ukue Muislamu. Qur'ani 2:256. Sikia Qur'ani na kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Hakuna kufanywaje? Kulazimishwa. Ni kwa hiari yako. Hatujakulazimisha. Nilikuwa nauliza tena pande nyingine. Wacha sema ukue Muislamu. Na uache Muislamu unakuja Mkristo. Ulikuwa Muislamu unakuja Mkristo. Wale Waislamu umewacha huko. Wanaweza chukia wewe kwa njia moja ama nyingine.
Waislamu, wewe ulikuwa Muislamu ukatoka Uislamu ukaacha Waislamu ukaenda ukaingia Mkristo. Waislamu hawa watakuchukia, watakuwa na chuki kwa roho yao sababu umecross. Waislamu ile kitu watafanya ni kukufikishia, yani kukufundisha tu. Kwa sababu wewe ni binadamu, labda umegafirika au kuwa umesoma Uislamu. Kwa sababu mtu aliyesoma Uislamu hawezi akatoka. Lakini mtu ambaye hakusoma anaweza toka na ndio anaenda anafundishwa. Raha ya Uislamu ni kusoma, na ndio unaona tunaeleza watu ukisilimu usome, kwa sababu ukisoma unafunguka mpaka unauliza, ya Rabbi, nilikuwa katika ujahilia miaka hii yote, lau ningekuwa katika Uislamu ningekuwa mbele zaidi. Kwa sababu unaanza kujitambua, unatambua maisha yako hapa duniani, kesho kaburini na kesho siku ya Kiyama. Yani kaburini watu wanadhani ati kuna raha kaburini. Pale kaburini kuna aina mbili. Kuna watu wanaenda kupata raha kaburini ambao walitekeleza amri za Mwenyezi Mungu vizuri, na kuna watu wanapata adhabu kaburini. Tena adhabu ambao wanapata kaburini ni watu ambao walikuwa hawachungi mikojo yao. Na watu walikuwa wanachukua maneno hapa wanapeleka, watu wanagonganisha wenzao, yani wasengejaji. Kuna aina 15 ndani ya kaburi. Unapata adhabu pale 15 types. Unanipata vizuri Nikupata vizuri. Alafu bado unafufuliwa siku ya Kiyama, unaenda kuingizwa motoni. Tena moto mwenyewe unaambiwa kuni zake ni watu na mawe. Kwa nini? Kwa kumwasi Mwenyezi Mungu, kwa kukataa kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu. Leo nchi ya Kenya huwezi kufanya unachotaka, kuna sheria imewekwa. Ukivuka hapa unafungwa, unawekwa ndani. Na zamani kulikuwa kinyonga. Wewe unaonaje Mungu akuweke duniani wewe uishi unavyotaka? Iwezekani, lazima kuna sheria zake za kufuatwa na kanuni. So karibu sana. Asante sana. Haya, siku nyingine basi tunakukaribisha katika Uislamu. Asante. Unajua mimi napenda swali. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Boniface. Asante sana. Muislamu, Kristo hivi? Mkristo. Asante. Injika vitu tuvisikie. Mimi niko na maswali hapa hivi kadhaa. Nataka, yani ni vitu nasikia ningependa kujua kutoka kwenu. Asante. Hapa hivi mnafunza na nimekaa hapa nikasikiza. Nikaona ni vitu mzuri, nikaona niwaulize. Ningependa kujua mbona wanasema Waislamu hawapendi mbwa? Mbona Waislamu hawapendi nyama ya nguruwe? Ama ni ukweli venye wanasema ati? Kwanza twende moja moja, ngoja kwanza twende moja moja. Tusije tukachanganyikiwa. Kwanza hii ya kwanza uliambiwa Waislamu hawapendi mbwa. Kwanza aliyekuambia ni muongo. Muislamu hawezi chukia kiumbe alichokiumba Mwenyezi Mungu. Ngoja kwanza nimalizie hii ya mbwa kwanza, utakuja hii ya pili. Hakuna Muislamu anachukia mbwa. Na katika sheria ya Uislamu anaruhusiwa Muislamu kufuga mbwa kwa dharura. Kama anataka ile mbwa iwe ni ya ulinzi, Muislamu anafuga, au ile mbwa iwe ni ya uwindaji, kuwinda. Alafu mbwa ambayo anayefuga ni ile mbwa inapewa komanda. Mazoezi, yani imefanyishwa mazoezi, anaambiwa toka hapo nenda pale, anaingia anakaa. Yani mbwa, sijui kama umeziona hizo mbwa, hata polisi wanazitumia. Yani mbwa za aina hizo ndio unaruhusiwa Muislamu kufuga. Unapewa mazoezi, inaelezwa kila kitu, unaiambia hivi inafanya hivi, unanipata vizuri. Lakini Muislamu hawezi kufuga mbwa kama pet. Hiyo ndio imekatazwa. Huwezi kufuga kama pet, kama venye unafuga paka, venye unafuga sijui nini. Hiyo nini, mbwa haruhusi kufugwa kama pet, ni kwa kazi. Yani umemfuga kwa ajili ya ulinzi au umemfuga kwa ajili ya kuwinda. Niko na swali. Kabla ya swali, nataka tumalizane kwa mbwa. Na pia Biblia inakataza mambo ya mbwa. Ina 3 wa Filipi. Tupe vitu. Najua nyinyi hamjaelewa hizi vitu. Pole pole tu. Alafu utauliza maswali yako kwa nguruwe. Nimesikia umetaja nguruwe mahali. Nini? Hebu sikiza. 3:2 mwalimu wangu. 3:2. Jihadharini na mbwa. Hii ni Biblia hii. Inasema mjihadhari na mbwa. Mbona inasema mjihadhari na mbwa? Kwa sababu mbwa katika nini yake ina maradhi mingi sana mbwa. Ndio unaambiwa ujihadhari na mbwa. Sikiza vizuri. Jihadharini na mbwa. Jihadharini na watendao mabaya. Tena mbwa imefananishwa pia na watendao mabaya. Tupe vitu. Jihadharini na wajikatao. Kwa nini? Maana sisi tu tohara. Ukisikia tohara maana yake sisi ni wasafi. Mbwa inakutia najis. Najis maana yake ni kitu kichafu. So hata Biblia inasema ujihadhari na mbwa. Si unatembea na mbwa kama pet.
Juu inasemekana, wanasema kitambo hivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allahumma salli alayhi, alikuwa anatembea na Yesu. Yani Muhammad alikuwa anatembea na Yesu wakati na kila mtu alikuwa anafanya miujiza yake. Sasa inasemekana Yesu alienda na Muhammad sherehe mahali. Asante. Wakaambiwa wakaleta nyama, wakaandaa vyakula. Asante. Sasa Yesu akauliza Mtume Muhammad. Naam. Akamuuliza, hivi leo hizi chakula zimepikwa hapa hivi. Wewe ni nabii. Ningependa uniambie hii nyama imepikwa. Ukinini ikuje ni hivyo ukweli, mimi nitakutambua. Asante. Yani Yesu ndiye anaambia Muhammad. Anamuuliza hivyo. Akamwambia nataka uniambie nyama imechinjwa hapa leo. Hii ni nyama ya nini? Sasa wewe akamwambia, akashindwa kueleza ni nini hivyo ya hiyo nyama inakuja hapo hivi. Yani Muhammad akashindwa kueleza hii nyama ni ya nini. Akashindwa kusema ni nyama ya nini hiyo. Tupe vitu. Sasa Yesu na yeye venye alikuja hivyo, akaamsha hiyo nini nyama ikakuwa ni nyama ya umbwa. Yesu naye hatari kumbe. Ikakuwa ni nyama ya umbwa. Sasa mimi nasikia kutokea hapo ati ndo maana Waislamu hawapendi umbwa, wanachukia umbwa, maana Mtume Muhammad alikula nyama ya umbwa. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kwanza hiyo ni story nzuri sana, na hebu chukua kwanza simu mwambie atulie dakika mbili, kwa sababu story ambayo umetupatia ni nzuri sana, na hii story huanga sana sana inapeanwa na wachungaji. Manake sijui uliipata wapi. Manake Muhammad na Yesu wameachana na miaka mingi sana, hawajaonana. So hiyo ni story za jaba. 600. Takribani miaka 600 wameachana. Yesu ameondoka, imekaa karne ndio akaja Muhammad. So hawajaonana. Na mwenye kukupa story anakuambia ati walikuwa wakitembea wakaenda mahali kulikuwa na sherehe. Unaona? So ni mtu tena anaja kuambia walikuwa Israeli ama walikuwa Saudi Arabia, kwa sababu Yesu kazaliwa katika Jerusalem, Palestine. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazaliwa katika Maka, Saudi Arabia huko. So ni sehemu hata refu. Unanipata vizuri eh? So mwenye alikupa hiyo story, hiyo ni story ambayo kwanza haina mguu wala kichwa. Na huyu mbwa alikuwa amechinjwa na kina Petro. Na huyu mbwa alikuwa amechinjwa na kina Petro ndio waletee Yesu, ama alikuwa amechinjwa na kina nani? So hii yote ni story tu ambazo hazimo. Hiyo waga nasikia hivyo, ndo maana nimeona. Na ulisikia wapi? Ni watu tu wanaongea, Muislamu hivi. Hao ni story ya jaba ile tunasemanga watu wanaongea huko mtaani wakati kameshikisha kajaba. Muhammad na Yesu hawajapatana hapa duniani. Hiyo ni story ya jaba, hiyo hakuna. Wameachana kwa kimo kirefu sana, yani miaka mirefu. So mtu kukwambia ati Yesu alikuwa anatembea na nani na Muhammad, ati anamwambia hii ni nyama ya nini, hiyo ni story ya watu tu wakila kajaba wanazungumza. Sasa hiyo ni mambo nilikuwa nasikia nikasema hiyo ni story, haiko hiyo. Na hii ya nguruwe hii kusema nguruwe nayo ulisikiaje? Hebu tupe ya nguruwe. Nikwambie nilisikia. Maana wanasema wakati Mtume Muhammad alikufa, wale nguruwe waliingiwa na mapepo, ndo walienda wakafukua hivyo Mtume Muhammad wakakula nini yake. Wakamtafuna. Subhanallah. Wale nguruwe kwanza Yesu, wakati wa Yesu waliteremka wakaingia katika mto wakakufa wote. Na Yesu na Muhammad wameachana muda mrefu sana. Hakuna hata nguruwe angesurvive kutoka muda huo mpaka huyo. Pili, Saudi Arabia nguruwe hawezi kusurvive. Kwa nini? Saudi Arabia ni joto kubwa. Nguruwe hawezi kusurvive sehemu kuna joto kubwa kwa sababu mwili wake wote ni mafuta. Nguruwe ana survive sehemu kuna baridi. So hawezi survive Saudi Arabia. Saudi Arabia wanyama wanao survive ni ngamia. Kwa sababu ngamia akinywa maji ana mambo mengi sana ngamia. Anaweza survive hata mwezi mzima. Unanipata vizuri? So hao ndio wana survive sana katika hizo sehemu za joto. So hata nguruwe huko Saudi Arabia ipatikani kwa ajili ya joto. Joto ambayo iko Saudi Arabia inapanda sijui degree ya ngapi. Nguruwe hawezi survive. So hiyo yote ni story umepata ambayo ni za uongo. Nguruwe hatukuli kwa sababu nguruwe Mungu ametukataza 645. Ati mara anaambiwa ati umbwa, ati Muhammad Yesu alifufua nyama ya umbwa ikawa mara anaambiwa ati nguruwe zenye ziliwekwa pepo ati ndio zilikula Muhammad. Subhanallah. Sikiza mama,
Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na ndio tunasemanga hawa watu ni innocent inheritor. Hawa watu hufai kuwalaumu, kwa sababu kile walichofidiwa ndio hiyo wanafuata hivyo. Niliona mwalimu mmoja, wacha ule tu anafukuza ati Waislamu ati wasichana wa Kiislamu ati kwa sababu wanavaa buibui anawafukuza kwa shule. Yaani anataka wasichana wakae uchi ndio angalie huyo mwalimu ndio ati afurahie. Unaona? Ati awe anakagua. Tabia mbaya sana. Nchi ya Kenya inafaa isimame na mikakati mizuri. Mwalimu kama ule hafai hata kufundisha watu. Kuna mwalimu mwingine naye alikuwa anaenda anasema anaweka box mbili. Anaweka box moja sweet, box ya pili anaweka mawe. Anasema hii box ya kwanza anaandika ni Yesu, hii ya pili anaandika ni Muhammad. Anasema wale wanampenda Yesu wakuje kwa Yesu, wale wanampenda Muhammad wakuje kwa Muhammad. Yesu ameleta zawadi na Muhammad ameleta zawadi. Sasa watoto wa Kiislamu wanakuja hapa kwa Muhammad. Watoto wa Kikristo wanakuja hapa kwa Yesu. Wanaambiwa kila mtu aingize mkono achukue zawadi aliyoleta nabii. Hao wanachukua ni sweet. Hao Waislamu wakichukua ni mawe. Unaona? Ili chuki tu, kwa sababu ana chuki na Uislamu, anataka kuwadhalilisha wale watoto waonekane mtume si mtume wa kweli. Hivi vitu vinafanyika. Ni kwa sababu wana chuki katika kalbi zao. Na watoto waanze kuchukia Uislamu. Na watoto waanze kuchukia Uislamu wakiwa wadogo, kwa sababu anataka kuwa program. Kwa sababu saa hii jina ya Yesu ni business entity ya kufanyia kazi. Mtu yoyote akiamka leo, hata wewe ukiamka tu kesho useme mimi ni nabii nilimuona Yesu kwa ndoto, unafungua kanisa na inajaa watu, wewe mwenyewe, na unasema nafanya miujiza. Ukitumia jina ya Yesu imekuwa ni kama business entity. Yani wewe tu fungua chochote tu, weka tu jina la Yesu, wewe kuisha, wewe unafanya shughuli zako. Kwa nini watu wote wanatumia hii jina ya Yesu? Sasa wameona kila mtu akitaka, hata mpaka wanasiasa akitaka kula anajificha huko tu. Nampenda Yesu nini. Mnasema yeye na huyu mtu mzuri bana, anapenda Yesu. Kwa sababu wanasajua asili unajifanya na hii jina. Na anakuwa mwanakwaya mzuri. Kwani ni uongo hata anakuwa mwanakwaya wakati hiyo? Si anataka kitu kutoka kwenu? Na nyinyi mkiona mtu yote anasema in the name of Jesus msamuamini. Utaleta swali. Tupe vitu kwanza. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema sioni katika yale niliyofunuliwa mimi, yani nililetewa wahi, sioni kitu kilichoharamishwa kwa mlaji kukila, isipokuwa kiwe ni mzoga. Kwanza mzoga unajua nini? Unajua mizoga ni mifupa. Sio mifupa. Mifupa si mzoga. Mzoga ni kitu umepata kimekufa. Kwa mfano umepata mbuzi hapa imekufa, inaitwa mzoga kwa sababu hijachinjwa. Na hujui kama imeng'atwa na nyoka, hujui kama imekula sumu, haufai kula nyama yake. So hiyo tumekatazwa kula. Tupe vitu. Au damu inamwagika. Au damu sisi hatukuli damu. Nyinyi mnaweka kwa small intestine ama large intestine mnaita mutura. Sisi hatukuli hiyo. Damu haikuliwi. Tupe vitu. Au nyama ya nguruwe. Kwa nini hatukuli? Kwani hivyo ni uchafu. Tunaambiwa nguruwe na hizo vitu ni uchafu. Tusikule. So Qur'ani inasema tusikule. Biblia pia inakataza watu wasikule nguruwe. Sasa sijui ya Biblia ilikula nani? 11:7 Walawi. Najua nyinyi ni innocent. Mimi na nini because najua mambo mengi hamwezi fundishwa haya. 11:7. Nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Naam. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini acheui. Yani nguruwe hana kitu tunaita chewing card. Yani nguruwe ni kama binadamu tu. Binadamu hana chewing card. Chewing card iko na ng'ombe, mbuzi, au ndio unaona wakikaa chini wanarudisha hiyo. Nguruwe na binadamu hawana, wakila ndio. Na ndio unaona kinyesi ya nguruwe inanuka sawa sana ya binadamu. Mahali kuna fugwa nguruwe ukipita utasikia harufu yake ni kama binadamu kinyesi yake. Lakini ng'ombe ukipita mahali kuna ng'ombe huwezi sikia harufu kama ya kinyesi ya binadamu, huwezi. Tofauti. Tupe vitu. Inaendelea kusema na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini acheui. Yeye ni najisi kwenu. Msiile nyama yao. Biblia ndio inasema usikule nyama ya nguruwe, sio Waislamu, ni Biblia. Malizia. Wala msiiguse mizoga yao. Kwa nini? Hao ni najisi kwenu. Naambiwa msikule nguruwe wala msiguze mizoga yao. Biblia hii. Lakini wewe hukusomewa. Na Biblia inasema ukila nguruwe unaenda motoni. Yani kula nguruwe unaenda motoni, ni tikiti ya motoni. 65:4 Isaya.
Kwani siandiki na mate yangu? Huyu na upo. Yaani wewe ukila nguruwe motoni. Sikiza 65:4 Isaya. Inasema waketio kati ya makaburi. Asante. Na kulala katika mahali pao pasiri. Tupe vitu. Wala nyama ya nguruwe. Nyamchuzi wa vitu vichukizavyo katika vyombo vyao. Watu wasemao, simama peke yako usinikaribie mimi. Kwa nini? Kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Watu hao ni moshi puani mwangu. Watu hao ambao wanaokula nguruwe na hizi vitu ambao vinamchukiza Mungu ni moshi puani mwa Mungu, moto wakao mchana kutwa. So Mungu akikuona anakuona wewe ni moto ambao unawaka. Na hujakufa huko duniani unatembea, Mungu anaona hii ni moto hii. So wachana na nguruwe mapema. Na nguruwe ana vidudu. Enda ufanye, wanasayansi wakubwa wamefanya utafiti, wanasema nyama ya nguruwe hata ukipika kwa masaa 7 kuna wadudu wako kwa nguruwe hawawezi kufa na moto aina yoyote, hiti yoyote. Ukila ile nyama ikiingia kwa mwili wako, wale wadudu wanakuwa hai, wanaanza kukuadhiri katika mwili wako. Enda ufanye utafiti wako, wanasayansi hao wazama ya karne 21. Sasa nimeshukuru, ndo maana nilipita hapa. Nikasema siwezi pita bila kujua hiyo. Juu naona mnafunza, nikasema leo umefanya vizuri. Wacha nijue hii maneno juu ni vitu nasikia tu, pia ni vizuri kujua ni ukweli ama ni uongo. Hiyo yote uliokuwa unasikia ni ya uongo. Sasa kuna wengine umesikia labda? Ni hiyo tu. Leo ulikuwa umesikia hayo mawili tu. Kumbe wewe hata umesikia madogo. Mimi nilikuwa nasikia. Mimi nimezaliwa katika family ya Roman Catholic. Nimezaliwa hapa Kiambu. Nilikuwa ninasikiza watu wakisema ukitaka kuwa Muislamu unaenda unatolewa suruali, unainama hivyo, unapigwa na mayai 7 iliyooza, tena unapigwa sehemu ambayo inatoka haja kubwa. Unapigwa ya kwanza inapasuka, ya pili mpaka 7, atikiisha 7 ndio unaambiwa umesilimu. Sasa wewe kumbe ulikuwa umesikia hata kidogo. Alafu nikaambiwa ati ukiwa Muislamu ukikufa unaingizwa pipe hapa kwa mdomo, unakamuliwa kinyesi yote. Kumbe ulikuwa umesikiza ndogo, mimi nilikuwa nimesikiza makubwa. Lakini wakati nimesilimu nikajua hiyo yote ni propaganda na ni chuki, watu walikuwa wanachukia Uislamu. Kwa sababu mti mwenye matunda huwa lazima urushiwe mawe. Sawa Karibu sana. Ukiwa na ingine ndeta. Haya, karibu brother. Mwenye maswali. Nafasi iko. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Anon. Unaitwa? Anon. Anon. Kuna mtu anaitwa Anon hii Kenya? Yaani kitambulisho yako imeandikwa Anon? Ndio nauliza tu, manake Anon kitambulisho inaandikwa Anon. Huwezi patiwa kitambulisho pale ati uandikwe Anon. Yaani kitambulisho uende uchukue iandikwe Anon. Hakuna jina inaitwa Anon. Anon manake ujulikani. Na Kenya hii lazima ujulikane. Labda tu haya anaficha kwa sababu Wakristo na wewe Mkristo au nani? Mimi ni Mkristo. So Wakristo ndio wana majina kama Anon. Siku anajua labda. Vizuri. Nauliza swali. Leta. Hii ni Biblia na hii ni Quran. Naam. Mbona mko na zote mbili? Kwa sababu ni vitabu. Ndio tuko nazo. For verification purposes. Umesema Mkristo ndio anaweza kuwa na jina Anon ama jina nyingine, si ndio? Muislamu hawezi kuwa nayo. Jina Anon? Sijasikia Muislamu anaitwa Anon. Labda unipatie. Swali yangu ni rahisi. Hii agenda kenye mnafanya ni poa, lakini niko na swali. Like unaona hapa maybe kuna Wakristo wengi ama katikati yao bado kuna Waislamu na kila mtu ako na opinion yao. So swali yangu ni nyinyi mko against Christians ama mna advocate for Muslims? Juu unajua tukisema kitu moja ni Bible inasema kuua ni vibaya, Quran inasema kuua ni vibaya. What if kila mtu akwe na direction yake, kila mtu apate end result ni good? Mbona ikuwe ni Mkristo anabishana na Muislamu, Muislamu anabishana na Mkristo na uovu unaendelea? Mbona kila mtu asipingane na uovu na njia yake? Sijakuelewa kabisa, kwa sababu kwanza hakuna mtu anayebishana. Usione haya. Hebu kaa hapa kidogo. Usione haya. Kwanza hakuna mtu anayebishana, kwa sababu kazi ya kubishana sioni hawa watu wote. Hawa ni watu wana kazi. Huyu ni mtu hata anaenda na kazi yake ya pikipiki na nini. Watu wana kazi zao. Hapo watu wamekuja kupata knowledge. Kweli. Pili, kusema Biblia inasema kuua ni vibaya, hiyo ni uongo, kwa sababu anayeamrisha kuua katika Biblia ni Mungu.
Sasa Mungu hawezi amrisha kitu kiovu kifanyike. Sasa wewe ukituambia kuua ni vibaya katika Biblia ni uongo, kwa sababu Mungu katika Biblia anaamrisha watu waende wakauawe. Sasa labda utuambie Mungu katika Biblia anatenda maovu. 15 Samueli wa kwanza 15 3 kwanza tupe vitu. Wewe Mungu mwenyewe ndiye alimpatia Samson nguvu ndio auwe watu wale walikuwa katika ile nyumba. Na akaua wengi kweli. Na akaua wengi. Nasema nchi ya kisasa. Sasa kwani kuna Mungu wa kizamani na Mungu wa kisasa? Kwani huyo Mungu alibadilika? Mungu hana kigeugeu, ati kuna Mungu wa kizamani na kuna Mungu wa kisasa. So kuna Mungu digital na Mungu alikuwa old fashion analog. Wewe ukimpiga mwenzako umuumize umuue, hiyo si umeua? Hiyo ni kitendo kiovu. Lakini sasa itakuwaje kitendo kiovu wakati katika Biblia Mungu ndiye anaamrisha kifanyike? 15 13 hebu tupe vitu. 15:3. Angalia hii ni Biblia maneno unasema ya Mungu. 15:3 inasema basi sasa enda ukawapiga Amaleki. Mungu anamwambia Daudi, sasa enda ukawapige wa Amaleki. Ufanye nini? Na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyonavyo. Asante. Wala msiwaachilie bali waueni. Huyu anayesema wauawe ni nani? Sio ati anayetumana kukauanwe nani? Sema tu mdogo wangu sione haya. Wala siku ni Mungu ama. Ni Mungu ama kwani huyu kaka tena amekuwa haelewi. Huyu anayetumana watu waende wakauawe. Hebu rudia vizuri alafu uende mpaka chini. Basi sasa enda ukawapiga Amaleki. Na kuviharibu. Hebu anza juu kwanza. 15 anza 1. Wakati huo Samueli akamwambia Sauli. Samueli alikuwa ni nabii, akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta. Kwanza Mungu amenituma nikutie mafuta. Tupe vitu. Uwe mfalme wa watu wake wa Israeli. Uwe ndio mfalme wa watu wake wa Israeli. Tupe vitu. Basi sasa sikilize sauti ya maneno ya Bwana. Sasa hii ni sauti ya maneno ya Mungu ambayo ni Bwana. Tupe vitu hiyo. Bwana wa majeshi asema hivi. Tupe vitu, anasema nini? Nimeatia maneno moyoni mwangu mambo ya hayo ya Amaleki wanaowatenda Israeli. Asante. Jinsi walivyowapinga njiani. Asante. Hapo walipopanda kutoka Misri. Asante. Basi enda ukawapiga Amaleki. Na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyonavyo. Asante. Wala msiwaachilie bali waueni. Mwanamme na mwanamke na mtoto naye anyonyaye na ng'ombe na kondoo na ngamia na punda. Kumbe Mungu katika Biblia anatumana mpaka watoto wakafanyweje? Wakauawe. Na wewe umeniambia kuua ni nini? Ni vibaya kwa sababu 10 commandments. Huyu anayetumana ndio mwenye kupeana 10 commandments? Au ni mwingine? Ni yeye. Point ni kuua ni vibaya. Mbona Mungu amulishe watu wakauawe na tena anaua watoto katika Biblia? So unasema kwa Islam, unajua naona wewe unatumia ni kama unatumia nguvu nyingi kupinga. Mimi sijapinga kitu, nataka utueleze because fools wameisha katika hii nchi. So huwezi kuniambia ati hii kitu ni kibaya alafu Mungu ndiye anaamrisha kifanywe. Sasa wewe kwanza inaonekana unamkosoa Mungu wako. Because kitu Mungu anaamrisha wewe unaweza sema ni kibaya. Wewe una huruma na Mungu wako hana huruma. Unajua mbona unajua point ni religion is all about spreading love. It's all about so hii Biblia ina spread love ama inasema uende uwe wale wa Amaleki na uwe watoto? Hiyo ni love Ina spread. Unashindia hapo kwa kuua ndio ikae kama. Ndio nauliza mbona ilifanyika kama ni love? Si ndio kuwa tulikuwa tunazungumzia. Wachana na hiyo, tuende kwa Yesu 19:27. Tusikie Yesu naye anasemaje. Wachana sasa na hiyo huko. Tuende kwa Yesu. Kuwa hapa mpole, ndio nikwambia hapa ukija tafuta knowledge. Wacha kuanza kuchokola hapa na pale. Sikiza sasa nikupe kwa Yesu anasemaje. Tunaingia digital sasa. Kwa Yesu. Tupe ya Yesu naye anasemaje. Inasema mwalimu wangu. Na muonyeshe vizuri. Yesu anasemaje. Tupe vitu. Tena wale adui zangu wasiotaka niwatawale. Waleteni hapa muwachinje mbele yangu. Ala. Yesu naye anasema adui zake wafanywe nini? Wachinjwe. 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 Hiyo ni love Acha nikuulize. Na Yesu anasema hakuleta amani duniani. Tunaenda huko.
yako. Unajua huyu kaka kaja hawa ni innocent. Na ndio hata siku anataka kumpeleka mbio. Hawa ni innocent wanaofidiwa. Unaona vyenye unafidiwa mambo, lakini wewe hujaikaa chini ukajisomea Biblia. Ulijapatana na hapo Yesu anasema adui zake wafanyweje? Wawawe. Asante. Kuna mahali Yesu anasema hajaleta amani duniani? 10:34. Yesu anasema hajaleta amani duniani 10:34 Mathayo. Tumpe vitu huyu hajaiona tangu azali. Tumpe vitu. Inasema mwalimu wangu. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Yesu anasema usikuje ukadhania kwa nafsi yako Yesu amekuja kuleta amani duniani. Kwa nini amekuja kuleta? La! Si kuja kuleta amani. Bali upanga. Ala! Kumbe Yesu anasema hajakuja kuleta amani bali upanga. Tupe vitu, teremka mbele. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye. Kumbe Yesu amekuja kuleta fitina. Anafitinisha mtu na baba yake. Tupe vitu. Na binti na mamaye. Tena binti na mamaye Yesu analeta fitina katikati. Tupe vitu. Na mkwe na mkwe mtu. Na mkwe na mkwe mtu. Tuende chini kabisa. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kumbe Yesu anatuambia adui zako wako wapi? Yesu. Anasema adui zako wako wapi? Sema tu mdogo wangu. Huyu ni Yesu anazungumza, anasema adui za mtu wako nyumbani. So walio nyumbani kwenu ni nani na nani? Babako, mamako, ndugu zako. So Yesu anatuambia babako na mamako ni adui yako? Ni adui yako. Na mimi niko na swali. Leta sasa. Haya, sasa nataka mniambie point yenyewe. Unajua hakuna kitu yote inakuangana 99 wrongs. And if there is, niambieni point moja kwa hii Biblia yenye naona ni kama bado mnairushia, mnasema upe. Nipe tu point yenye mnakubaliana nayo ndio nikubali kwamba nyinyi hamtumii nguvu nyingi kupinga tu Kikristo. Niambieni tu point hata mbili tu yako ya kufanyaje kwa bila yenye inaandamana kama na mambo yenu. Yani kitu yote inaweza muunganisha hii Biblia na hii Quran zipate a good result. Ataka sikupata like something you can say. Labda nijue kwanza kama unaiamini Biblia. Naiamini Biblia 100% kabisa. Nina uhakika. Niambie tu point hiyo. Ndio nataka nisikie kama unaiamini Biblia. Naiamini. Mwalimu kwanza anataka kukagua kwanza. 3:11 tumkague kama anaamini. Anataka kwanza kukagua kama unaiamini kweli. Nipe tu point moja. Ndio nataka nione kama unaamini hii Biblia kwanza. 3:11. 3:11 mwalimu wangu. Pole. Akawajibu akiwaambia mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu. So Biblia inaniambia nikiona mtu ambaye hana kanzu nimpe nini? Mpe moja kama uko na mbili. Wewe uko na kanzu? Mimi sina kanzu. Na Biblia inasema nikupe unipe kanzu. Nikikupa kanzu ukavaa tukatembea na wewe hapa Jakaranda, watu watadhani sisi wawili ni nani? Waislamu. So Biblia inakufunza uwe nani? Haijanifunza kwa sababu Biblia yenyewe bado imenihimizaje, ikaniambia nikiona mwenzangu ama nikiona adui yangu akiwa njaa nimpe chakula. Wapi inasema ukiona adui wako akiwa njaa umpe chakula? Lete hiyo andiko. Ningekuwa prepared. Utajiprepare lini? Unajua nyinyi mko prepared. Hakuna shida. Sikuwa prepared kwa sababu sikujua unauliza swali gani. Utakuwa prepared lini? Wewe uniambie kama Sunday utakuwa prepared, nikuje uje ukiwa prepared. Utakuwa Sunday prepared? Sunday. Ama Monday ama Tuesday? Sema Monday. Monday utakuwa prepared. Enda ukuje ujiandae Monday tupatane hapa. Haya inshallah. Karibu sana kijana mdogo. Bora tu ujue ni ya pesa ngapi, usiwe na wasiwasi. Mimi wananiita Salim. Wewe wanakuitaje? Sharin. Wewe jina yenyewe nayo kweli Sharin. Sharin Muislamu Kristo hivi? Sio na haya mdogo wangu. Sema tu. Muislamu Kristo ama una dini? Kuna dini. Gani? Wewe Muislamu Kristo? Mimi Mkristo. Mkristo. Asante sana Sharin. Uko na swali ungependa kutuuliza kwa sababu sisi tunakualika ukuwe Muislamu. Kuwa Muislamu utapendeza zaidi. Sina swali ya kuuliza. Una swali ya kuuliza. Na wewe unaendanga kanisani? Naenda. Kabisa unashiriki kanisa? Unaingia kanisani unaenda? Naenda kanisani. Unaenda kanisa gani? African Brotherhood Church. African Brotherhood Church. Kwa mpole tu utapata nafasi. African Brotherhood Church. Asante sana. Na Biblia unaiamini pia? Naiamini. Kabisa. Na mchungaji asai kusomea maandiko 2-3 hivi ama na kuacha tu hivi?
Si tunasomea ngo wote pamoja, tunakuanga wengi. Mnakuanga mkiwa wengi. Sijui kama Asai kusomea hii kaandiko 11:5 wa Korinto wa kwanza. Sijui kama Asai pitia hapo. Hebu msaidie tu tumsikize. Inasema mwalimu wangu, bali kila mwanamke asalipo, mwanamke yote anaposali au anapohutubu, au unapohutubu naongea na watu ama unatembea kuuza mali yako ni vizuri bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake. Ala, Biblia inasema mwanamke wakati anatembea barabarani ama nini lazima afunike kichwa. Mbona mchungaji hajai kuambia ujifunike kichwa wakati unatoka kwa nyumba unaenda kufanya biashara? Sijaambiwa hiyo. Hajai kuambia hiyo. Kwa sababu hawezi kukuambia, kwa sababu anajua 56 Yeremia. Mungu analalamika kumuhusu huyo mchungaji wako. Ndio unaona hakuambiangi ile ukweli iliyoko. Yaani tangu uingie kanisani hajai kuambia ati mwanamke anafaa afunike kichwa, hajai elezo. Mchungaji anakataa kukuambia kwa sababu ya hii 56 Yeremia. 56 Yeremia mwalimu wangu. Tupe vitu. Inasema kwenye kuandika. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Asante. Wachungaji wao wamewapoteza. Kumbe wewe umepotezwa na nani? Mungu mwenyewe anasema watu wanapotezwa na mchungaji. Kwa sababu mchungaji anataka wewe uende uze hizi mali yako, alafu ukiuza umletee hela. Akae tu chini, wewe unamletea hela. Sasa hawezi kukufunza ukweli, kwa sababu akikufunza ukweli atapoteza mshirika. Kwa sababu wewe ukijua ukweli, watu wangu wanapotea kwa kutokujua. Wakijua ukweli wataondoka pale, utajua hapa ni kushikwa umeshikwa unaondoka. Sasa hawezi kukufunza hivyo. Ndio unaona ile anakufunza ni siku ya mwisho tutamea mabawa. Hiyo tu. Anakuambia siku ya mwisho utamea, na hujai muuliza mimi binadamu nitamea mabawa kwa mikono au hapa kwa hizi nini? Kwa mbavu. Au nitamea mabawa kwa mgongoni. Ukienda kumuuliza hivyo anakuambia umejaa pepo ya maswali, ribasaika kemea, kenta bila kiuta. Rabasaika. Unaona sasa unakemewa hivi. Ingine sikiza 22:5 Kumbukumbu la Taurati. Tumsaidie tu dada kwa sababu hajaielezwa. So ni innocent. Ni innocent. Tunamhurumia dada yetu, ni innocent. Haelezwi. Sikiza inasema 22:5 tutasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume. Malizia. Wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Asante. Kwa maana kila afanyaye hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Kumbe Biblia imekataza wanawake kuvaa mavazi ambayo yanawafaa wanaume. Sasa mchungaji hajai kueleza mpaka hiyo. Je, mchungaji asai kueleza Muhammad ni nani? Hapana. Haya, 48:29 Qur'an dadetu. Oi. Mchungaji kweli huyo amemnini sana. Lakini sadaka anakuambianga utoe. Toa ndugu, toa. Hiyo sadaka yote umenyang'anywa, pole lakini. Sikiza. Kwa sababu wewe kwanza unafaa kupewa sadaka, wewe sio kutoa. Sikiza inasemaje kwanza? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Muhammad tunaambiwa ni mtume wa nani? Mwenyezi Mungu. Nimesema wewe hufai kuambiwa utoe sadaka, unafaa kupewa kwa sababu labda kazi hata yenye unafanya haitimilizi yale mahitaji yako. Na nipata vizuri wewe hata fungu ya 10 hufai kutoa kwa sababu ile kitu unayofanya hitimizi hata haja yako. Mwenye kutoa anaambiwa kutoa sadaka. Unaweza toa wakati unaona labda kwa sasa sadaka unaweza toa chochote, unaweza toa unga, unaweza toa nini, lakini kama ni kutoa kama hiyo mnaita fungu ya 10, wewe hufai kutoa kwa sababu labda hata mapato yako hayatimizi. Wale wenye pesa ndio wanatoa, wanasaidia wale maskini. Mahitaji yako hayatimii. Yaani mahitaji yako hata yatimii. Sasa huwezi kujidhulumu nafsi yako. Muislamu. Sasa unasemaje? Unaweza taka kujiunga kuwa Muislamu au unatakaje? Hebu angalia wanawake wa Kiislamu wanaambiwa wavaeje katika Qur'ani 33:59 Qur'ani. Sikiza. Na vile mtoto mzuri, mtoto wa kike mashaallah, alafu tena. Naona hata kama huyu kaka ukimuuliza atakwambia bado Mkristo.
Na unaona vyenye ameburudika. Na anakuambia Yesu alitengeneza maji kama pombe. Ndio anaburudika hivi. Holela hau. Inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ewe mtume, waambie wake zako, na binti zako, na wanawake wa Kiislamu wengine waambie, wajiteremshie uzuri nguo zao. Asante. Kufanya hivyo kutapelekea upesi wajulikane kuwa ni watu wa heshima, ili wasiudhiwe. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Yaani unaambiwa wanawake akivaa vizuri kwanza hawaudhiwi na watu. Yaani mtu aendi kukuchokoza hivi, kwa sababu ukivaa vizuri mtu anadhani hata ule ni mke wa mtu. Nielewa vizuri Lakini ukivaa ukijiexpose mwili wako, kila mtu anaona ni kama uko sokoni. Anashinda unaweza dhani ni mbuzi inafukuzwa, kumbe ni wewe anakuita. Unaona, hata amekukozea heshima anakuita. Nielewa vizuri. Una swali yote ungependa kuweka? Sina swali yoyote. Una swali yoyote? Ai. Na hizi nini unauzaje? Hizi maembe. Kwende nyumbani leo, usiende kuzunguka tena. Haya, mimi wananiita Salim. Anaitwa Lawrence. Yeah. Muislamu, Mkristo? Mkristo. Asante sana. Haya, injika swali ambao uko nayo. Nina swali moja. Leta. Na sina lingine, ni hilo tu. Hata sisi tunataka tusikie hiyo moja hiyo. Haya. Qur'ani iliteremshwa na nani? Qur'ani iliteremshwa na nani? Swali nzuri sana. Qur'ani 26,190. Mwanzie aone Qur'ani imeteremshwa na nani. Hesabu pia watermelon ujue ni ngapi, alafu ugawe kwa wale ambao hawajapata maembe sasa. Kwa watermelon ndio wapate. Alafu muone ukijana. Qur'ani imeteremshwa na nani? Sikiza vitu sasa. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Tuanze 92. Anza. Na bila shaka hii Qur'ani ni uteremsho wa Mola wa ulimwengu wote. Ni uteremsho wa Mola wa ulimwengu wote. Mwenyezi Mungu ndiye ameteremsha hii Qur'ani. Haya, hii Qur'ani nasikia nyi Waislamu naweza somea mtu akarukwa na akili. Ni kweli ama uongo? Qur'ani ama akaruka kichwa. Asanti. Qur'ani haijawahi tokea kisa. Qur'ani ati hakujai tokea kisa Qur'ani mtu amesomewa akaruka kichwa. Ila Qur'ani mtu anasomewa inakuwa ni tiba, ni dawa, unapona. Qur'ani ni tiba, ni dawa, unapona. Kuna aya hapa ukisomewa ndio hivyo maradhi yanakutoka. Sasa Qur'ani ni tiba. So ukisikia mtu anakuambia utasomewa Qur'ani wewe wazimu, achana naye. Yeye ndio wazimu. Qur'ani ni tiba. Sawa, nino tu. Sina lingine. Na wewe Bismillahirrahmanirrahim. Tupe vitu. Bismillahirrahmanirrahim. Na tunateremsha katika Qur'ani hayo mafundisho yake ambayo ni ponyo. Sikiza, ni ponyo, yani poza la nyoyo na rehema kwa wanaoamini. Unasikia, kwanza ni pozo ya nyoyo. Ukisomewa Qur'ani hata kama ulikuwa na depression na nini inatulia. Na kama ulikuwa na mambo yanakusumbua sumbua kama majini mabaya ama nini, ukisomewa Qur'ani yanakwenda mbio. Yani Qur'ani tiba. Sawa, nino sina lingine. Karibu sana katika Uislamu. Nafasi iko. Sawa sana. Nani hawa leo? Mimi ananiita Salim. Mimi naitwa Henry. Asante. Henry, swali gani uko nalo ungependa kuuliza Waislamu? Ningesema asante kwa maembe. Asante sana, usiwe na wasiwasi. Kawaida hiyo. Kesho tuko Idi. Swali yangu ya kwanza. Sasa wewe umeanza Idi mapema wewe. Swali yangu ya kwanza ni hapo nyuma leo nimesikia mkisema kuingia katika Uislamu mtu alazimishwi. Hakuna kulazimisha mtu. Lakini kuna penye nilisoma historia, tunaambiwa kwamba nchi za Middle East kama vile Iran kulikuwa na Islamic Revolution ambapo wananchi wote walilazimishwa kuwa Waislamu. So nauliza ni kwa nini kulifanyika hivyo? Kwanza hilo jambo ni la uongo. Porojo ya mchana tena kweupe, kwa sababu katika nchi ya Iran
Hakuna nchi nadhani hata iko na Mayahudi wengi ambao wanaenda kuswali katika zile wanaita sinagogi kama Iran. Wako mpaka saa hii. Idadi ya Wayahudi ni wengi sana pale Iran. Hakuna mtu aliwalazimisha. Kuna Wayahudi zaidi ya 30,000. Iran pale. Kuna Wakristo wako Iran. Tangu hiyo revolution kufanyika, kwa sababu imefanyika mwaka wa 1980, sijui ilikuwa ni 80 ngapi? 79, 1979 hapo hivyo. Ndio imefanyika hiyo revolution. Hiyo ni mambo ya kuchukua uongozi na nini. Hiyo haihusiani na mambo ya dini sijui na nini na nini. Hiyo hakuna. Hiyo ni stories za uongo ambao watu wanafidiwa ambao haziko. Na nipata vizuri. Ni kwa mfano ile story tulifidiwa kuambiwa ati Gaddafi alikuwa ni gaidi. Muammar Gaddafi. Gaddafi hakuwa gaidi. Gaddafi alikufa tu kusema resources ya Waafrika wagawanye hapa Afrika, hakuna kupeleka nje. Na akasema Afrika ishikane iwe nchi moja, tuwe na currency moja. Hawa wazungu watatubegi kwa sababu tuko na resources yote. Gaddafi akaondolewa tukaambiwa ni gaidi. Ni kama propaganda tunaambiwa kuhusiana na Idi Amin Dada. Unaambiwa Idi Amin Dada ati alikuwa kila roho za watu akifanya. Hii yote ni uongo. Ati anamwaga watu baharini, ati anachukua viwete anajaza kwa nini, anaenda anamwaga wanakuliwa sijui na mamba. Hii yote ni uongo. Muammar Gaddafi alikuwa ni alhaji, mtu anamuogopa Mwenyezi Mungu. Historia yake nzuri, lakini kwa sababu hawa ndio wanamiliki media na kila kitu, wakataka kuleta Amin Dada kuonyeshana vyenye alikuwa ni mtu muovu na nini na nini. Hiyo yote ni uongo. Na alikuwa ni mkuu wa majeshi katika nchi ya Uganda. Kama vile Mau Mau walikuwa wanaitwa magaidi. Hata Mau Mau waliitwa magaidi. Angalia gazeti ya nyuma, Mau Mau walijulikana kama terrorist. Kibaki ndio amekuja kuondoa hiyo jina. Wakati Mau Mau sio terrorist, Mau Mau walikuwa wanapigania Mwafrika apate haki yake, amenyanyaswa. Haya, kwa hivyo ni uongo kwamba wananchi wote wa Iran ni Waislamu. Wananchi wote wa Iran si Waislamu. Kuna Wakristo, kuna Wayahudi wamejaa huko, kuna nini wamejaa kule, si Waislamu wote. Yoyote ni uongo, propaganda. Kwa nini kiongozi wao sijui anayepewa jina kwa kitu ayatola hivi? Kwa nini yeye ndio kiongozi wa nchi mzima? Kwa sababu sheria inaongoza. Sasa si ni sheria inaongoza pale. Ni kama uniulize mbona kiongozi wa Kenya anaitwa president. Sasa kila Ruto sio president. Nasema kila sehemu kuna desturi yake ya kuongozwa. Kwa mfano ukienda Saudi Arabia wanaongozwa na king. Unanipata vizuri? Uingereza ni queen ndio anaongoza. Sasa hivi wanakona sijui King Charles, akitoka walikuwa ni Queen Elizabeth, amekaa miaka mingi akaondoka. So kila sehemu katika dunia kuna wale ambao viongozi namna kunavyoongozwa. Lakini sasa kule Iran kuna uongozi ambao ni wa kidini uko pale katika mipangilio yao ya Iran, ambao anaiongoza yuko pale, anajulikana, lazima awe amesoma dini ndio yuko pale. Na sijui mbona mnastuka kama ni kwa ajili wamerusha tu vitu viwili tutatu. Mbona iwe ni mbona kiongozi wao awe kiongozi wa kidini? Si awe kiongozi wa kidini tu, mbona awe si ni kama vile Vatican ndugu yangu. Si Vatican kiongozi, ni Vatican ni nchi kama una habari. Vatican ni president na tena ni kiongozi wa kidini dunia nzima. Tena ndio unaona nani huyu wa Vatican akija Kenya lazima awekewe wanajeshi. Kuna ubalozi wa Vatican hapa. Akague gwarida la jeshi. Akiingia Kenya anaenda kulakiwa na rais ule, na ni kiongozi wa dini na bado ni kiongozi wa hiyo nchi ya Vatican, nchi kadogo tena katajiri mno, na huwa anapokelewa na rais. Sawa. Sasa wewe fanya research zako, usije tu kaingia hivi. Alafu wewe ukiwa Muislamu tunakuita Bilal kwa sababu unapendeza. Ukiwa Muislamu. Swali jingine. Hapo nyuma bado kuna sehemu mmesoma kwamba katika Biblia kwamba mtu ambaye ana kanzu mbili ampe yule hana, ampe yule mwingine. Je, hiyo kanzu imezungumziwa ni ya Kiislamu? Kanzu iliyozungumziwa labda ni hii 16:4 Walawi. Ndio utatuambia kama ni ya Kiislamu. Yaani kanzu kuna ya Kiislamu na yasiyokuwa Kiislamu. 16:4 Walawi. Sikiza. Kanzu yenyewe inakaa namna gani? Malizie. 16:4 tu. 16:4 mwalimu wangu. Hata ivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Tena kanzu takatifu ya kitani. Tupe vitu. Hata kuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Kumbe kanzu inavaliwa na suruali za kitani. Sijui kama unaziona hizo suruali.
za kitani hizi sikiza kabali. Atafungwa ule mshipi wa kitani. Hapa kuna mshipi hapa, kwa hiyo suruali mshipi uko hapa, tena wa kitani. Tupe vitu. Naye atavaa ile kofia kitani. Sijui kama unaona hiyo kofia. Hii kofia ya kitani, hata ukienda kotini utoi, ndio ya kitani. Sijui kama unaona vizuri. Tupe vitu. Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Haya, niko na swali. Hiyo tu kuhusu hiyo kanzu. Je, nini padri wa Katoliki anavaa vipi? Ule anavaa maxi, sijui maxi. Kwa sababu ni gauni, ukiangalia tena ni kizito. Kanzu sio kitu kizito. Ile ni mzigo, hata hawezi tembea nao zaidi, ndio unaona anatembea tu pale hivi. Kwa tena amejaza misalaba huku, ameweka nini hiyo maajabu yale. Sasa kanzu inakuwa very clean, kitu moja tena very right, unatembea nayo kwa raha zako. Karibu sana. Siku nyingine inshallah tunakualika na uwe Muislamu. Tunamalizia tukisema wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.